Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewatunuku kamisheni maafisa wapya 164 mkupuo wa 06 kwa mwaka 2024-2025 wa idara maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Akizungumza na maafisa hao wakati wa hafla ya kufunga kozi hiyo, amewasisitiza kuyatumia mafunzo na elimu walioipata ili kuleta mabadiliko chanya na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao katika maeneo ya kazi. Dr. Hussein Mwinyi amesema serikali inaendelea kuziamini idara maalum za SMZ kwa ajili ya ulinzi wa nchi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hivyo itaendelea kuimarisha maslahi ya wapiganaji hao ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi na bidii kwa lengo la kuchangia maendeleo ya nchi. Kwa mamlaka niliyopewa kwa mujibu wa kifungu cha 123 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na kanuni ya 5 kifungu kidogo cha 2 kanuni ya Tume ya Utumishi wa Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 2008 na watunuku kamisheni katika cheo cha Luteni Usu kwa JKU na KVZ kuanzia leo tarehe 26 Juni 2025. Mwenyezi Mungu awasaidie. Rais Dr. Hussein Mwinyi amesema serikali inakusudia kukifanya chuo hicho kuwa cha kimataifa na kitovu cha kuandaa maafisa wa idara maalum za SMZ wenye weledi na uadilifu. Akizungumzia changamoto ya ufinyu wa eneo la chuo iliyosababishwa na wananchi kujenga nyumba za makazi katika eneo hilo kama ilivyowasilishwa na mkuu wa JKU Kanali Makame Daima, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali italifanyia kazi suala hilo kwa utaratibu maalum wa kuwalipa fidia wananchi waliojenga pembezoni mwa chuo hicho. Rais Dr. Mwinyi amelipongeza Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kwa ushirikiano wake katika kufanikisha mafunzo ya maofisa hao na kusisitiza umuhimu wa kuendelea ushirikiano huo wakati wote. Mimi binafsi wazo langu ni kwamba tunahitaji military academy yenye viwango vya kimataifa. Kwa hiyo nalipokea ombi hili la kwamba serikali ifanye sasa utaratibu wa kuwahamisha wananchi waliojenga maeneo haya kwa kuwalipa fidia, lakini vile vile tujenge miundombinu ya kisasa ambayo itawezesha chuo hiki kuwa ni chuo chenye viwango vya kimataifa. Ahadi yangu ni kwamba serikali itafanyia kazi jambo hili ili kama anavyosema mkuu wa JKU hapa kwamba isiwe tu kozi hizi kama hii iliyofanyika kwa dharura. Hapa kuwe ni kitovu cha kuandaa makamanda katika vikosi vyetu. Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mheshimiwa Masud Ali Mohamed amesema idara maalum za SMZ zimepata mafanikio makubwa chini ya uongozi wa Rais Dr. Mwinyi na amemhakikishia kuwa idara hizo zitaendelea kubeba jukumu la kulinda usalama na kudumisha amani wakati wote. Tukushukuru kwa dhati kabisa katika wakati ambao idara maalum za SMZ zimepata mafanikio, zimejengeka katika kila namna kwa nidhamu, weledi na utayari. Ni wakati wewe ukiwa kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ. Tunakushukuru sana. Mafunzo haya ambayo yamechukua takriban mwaka mmoja, ambayo leo umeyahitimisha kwa kutunuku kamisheni, ni kielelezo tosha ya hilo ninalolieleza, kwa maana idara maalum hizi sasa zinajenga uwezo wa kuwa na viongozi bora ndani ya idara maalum hizi za SMZ ambao wamewiva katika nyanja zote ikiwemo utayari wa kulinda amani ya nchi yetu. Kwa upande wake, mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi JKU Kanali Makame Daima ameelezea kozi zilizosomeshwa kwa viwango vya elimu. Kozi hii ilifunguliwa rasmi tarehe 12 Agosti 2024 na Brigade Commander wa 101 kundi la vikosi Brigadier General
Said Hamis Said, ikiwa na wanafunzi walioanza kozi hii ni 171 mpaka kufikia leo, ambao umewavisha kamisheni leo hii tulionao ni 164, wa kiume 134 na wa kike 30, wenye sifa za elimu mbalimbali. Tuna wenye sifa za master wako 3, degree wako 88 na diploma wako 73. Hafla hiyo imefanyika leo tarehe 26 Juni 2025 katika chuo cha uongozi cha Jeshi la Kujenga Uchumi JKU Dunga, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo maofisa hao ni kutoka Jeshi la Kujenga Uchumi na kikosi cha volunteer. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.